tumefanya hichi kitu kwa lengo moja tu la kuwaleta vijana pamoja kwenye burudani na michezo, kwa sababu vijana ndio sehemu pekee ambayo tunaweza tukakutana pamoja kushare mawazo, hasa ambao wapo chuo, kushare mawazo, masomo na kadhalika. Kwa hiyo hata sasa hivi tunaenda vyuo baada ya chuo kwa ajili ya kufanikisha jambo hilo, lakini pia ni kuwapa vijana sababu ya kuwa na mtandao bora kama Airtel, kwa sababu wakishakuwa na Airtel manake vitu vingi vinaweza vikapungua kama stress ya mtandao na kadhalika. Kwa hiyo ni sababu kubwa sana ya vijana kuwa pamoja na Airtel. Ndio maana leo tunawasogezea bonanza. Airtel imefanya jambo kubwa sana kuletea mashindano kama haya, kwa sababu hatuna mabonanza kama haya mara kwa mara chuoni kwetu. Waga ni semester ya pili mara mbili tu basi. Ila nashukuru Mungu tumepata bonanza hii la Airtel. Basi nisumie na furaha sana. Ila nashukuru Airtel. Ninachoomba tu makampuni mengine ya mitandao ya simu au yote yale, vioni kuna vipaji vingi, kuna vipaji vingi, waje waanzishe mabonanza kama haya, tujitokeze tucheze mpira. Binafsi nimefurahishwa sana matokeo na mashindano ambayo yameweza kufanyika hapa chuoni. Kipekee tumeingia kwa sababu alikuwa ni mashindano magumu ambayo alikuwa mashindano kutokana na aina ya uwekezaji ambao ulikuwa umefanyika kutoka kampuni ya Airtel. Tulianza kupambana tokea hatua za mchezo, tumeingia robo finali, nusu finali mpaka leo tumefanikiwa kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kutokana na hiki ambacho ametujalia. Mimi kwanza kabisa nashukuru sana Airtel kwa kutuchagua sisi, kwa kututetea mashindano, kwa sababu hii inakuwa inaleta chachu na hamasa kwenye michezo. Lakini pia lao kwa makampuni mengine yajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuwekeza kwenye michezo, sababu sasa hivi ni dunia ya michezo.